Asante sana Mike Kagwongo kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, ripoti ya upasuaji wa mwili wa Salim Masha imedhihirisha kuwa mwanaume huyo wa miaka 27 aliaga dunia kwa majeraha ya risasi tumboni, na kama anavyoarifu Quinto Wafula ni kwamba Masha alikumbana na mauti yake Jumatano juma lililopita pale alipopigwa risasi na kuuawa katika tukio lililohusisha ugomvi kati ya maafisa wa usalama wa kaunti ya Kwale. Kwa mujibu wa mashahidi, Salim Masha alikuwa akisafirisha makaa kwa pikipiki aliposimamishwa katika eneo la Nyangu, Kinango, kaunti ya Kwale na afisa wa polisi wa utawala anayedaiwa kuitisha rushwa. Wakiwa bado kwenye majadiliano, afisa wa wanyamapori KWS alifika na kuingia katika mabishano makali na afisa huyo wa polisi, hali iliyoishia kwa kufyatuliwa kwa risasi na vifo vya papo hapo vya maafisa wawili wa polisi, huku Salim na afisa mmoja wa polisi wakiachwa kwa hali mahututi. Mshukiwa Kenya Police akawa amemgeukia bradangu. Sasa bradangu alivyoona hivyo alikuwa anajitahidi kushuka kwa bike kwa sababu alikuwa amesimama kwa bike na mzigo wake ili atoroke. So KWS akamshuti pia yeye, na pia after hapo akajishuti naye mwenyewe. Watu watatu wamekufa. KWS mmoja, polisi mmoja na uraia ambaye innocently. Kwa ufahamu wake aliniambia kwamba aliona tu moto na kasikia tu mwili mzima ni kama imewaka moto. Wanafamilia wa Salim wamemtaja kuwa tegemeo la familia yake, wakiongeza kuwa alikuwa ameoa miezi mitatu iliyopita na ameacha mke mjamzito, mzigo unaoiacha familia hiyo changa katika mashaka. Yeye ndo alikuwa kama kichwa hapo, anasaidia bibi yake tena bado anisaidia na mimi brother yake. Ameacha bibi yake mjane bado angali mtoto. Mwenyewe alikuwa anataka mahitaji yake. Mashirika ya haki za binadamu ya Muhuri na Vocal Africa yamelaani tukio hilo, yakilitaja kama ishara ya nidhamu duni pamoja na matumizi mabaya ya bunduki miongoni mwa watu waliojukumika kuhakikisha usalama nchini. Indiscipline katika hizi forces, KWS, mambo ya corruption huko msituni, huko kichakani, wananchi wanapata shida. Sasa angalia watu wameuana hapa, mambo ya kijinga. Maneno yote ambayo tunaambiwa watachukuliwa hatua, it's PR. There is nothing that they are doing. Up to date, Brian Odhiambo is missing. What have they done to ensure that the family rests that case? Familia inapomlaza mpendwa wao, macho yote yanaelekezwa kwa vitengo husika, ikiwa ni pamoja na mamlaka ya kuangazia utendakazi wa polisi IPOA kuhakikisha kuwa haki inapatikana. And the family needs to be compensated for the loss of their kin. Though not sufficient, but they have a right to be compensated, kwa sababu it is the brutality and the inhumanity ya yule police officer imeweza kuchukua maisha yake. Quinto Wafula, TV 47, kaunti ya Mombasa.